Naenda kwa kitabu cha Kutoka 3 ukianza 1 mpaka 5. Ngojeni kidogo wacheza vyombo. Kutoka 3:1 mpaka 5 inasema ya kwamba Musa alipokuwa analisha kondoo wa mkwe wake Yethro, alipofika mahali katikati ya jangwa, katikati ya msitu, akaona malaika anawaka kama kijiti ndani ya msitu. Malaika yule ni ujumbe wa Kristo, maana ule moto ulikuwa unawaka pale ni moto wa Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Ule moto unawaka na kijiti hakiungui. Musa anaona kijiti kinawaka na hakiungui, ni moto tu uko pale, malaika amewasha moto pale. Alafu Musa anasema, wacha niangalie ni nini kinaendelea. Alipokuwa anaangalia, akasikia sauti ikimwambia ya kwamba Musa, usisonge mahali pale, vua viatu vyako, maana hapo mahali umesimama ni patakatifu. Haleluya! Nataka nikwambie nini? Wakati moto wa Roho Mtakatifu katika huduma, wakati moto wa Roho Mtakatifu katika maisha yako, wakati moto wa Roho Mtakatifu nataka kuingia ndani yako, kuna vitu utaambiwa uviachilie. Kuvua viatu ni kuacha dhambi. Haleluya! Amina. Na kuacha dhambi kunakuja na kitu kinaitwa toba, kama vile Mramba ametuambia. Unatubu kwa yale ulikuwa unatenda, ndiposa moto wa Roho Mtakatifu ujae ndani yako, upate kutenda matendo ya Kristo ukiwa na nguvu za Kristo. Haleluya! Lakini usipovua viatu, hautawahi kujazwa na Roho na kutenda kazi za Kristo, maana ndani yako bado hujatakasika. Haleluya! Mtu anayejutia makosa yake kwa kutubu hujazwa na kuinuliwa zaidi. Ninazungumza haya kwa nini? Katika makanisa mengi siku hizi, watu hawataki kuacha makosa yao, hawataki kuacha dhambi zao, bali wanataka kufunga na kuomba kujaza utakatifu juu ya dhambi. Inawezekana? Haiwezekani. Ni lazima ujikubali kwamba mimi ni mwenye dhambi. Musa mwenyewe tunamtambua kwamba alikuwa ni mtakatifu, lakini angalia, malaika wa Bwana anamwambia hapa hutafika mpaka uvue viatu. Ni kumaanisha Musa alikuwa na nini? Na dhambi. Na Musa alipovua vile viatu vyake, akafika patakatifu na akaambiwa yale alikuwa anataka kuambiwa. Leo hii mpendwa, ukitaka moto wa Roho Mtakatifu ujae ndani yako, uimbe kwa viwango vya juu, uombe kwa viwango vya juu, uweze kutoa pepo, jikubali mpendwa, utakaswe, nyenyekea, Yesu akutoe uchafu ndani. Alafu moto wa Roho Mtakatifu uingie, uone kama hutatenda kazi. Ukiombea mtu anapona, maana wewe mwenyewe ulishajikubali na ukapona. Lakini wengi wetu siku hizi tunataka utakatifu, tunaomba kweli, tunafunga kweli, mtu ananana hata siku 7 siku 10, lakini bado hajachukua muda wa kupiga magoti kumwambia Kristo, nimevua hivi viatu, nimetubu Baba, nimetubu. Yule mwana pale katika Luka alitubu kwa baba yake, akamwambia mimi nimekuja, hata kama nikunipa kibarua hapa, nipe kibarua, usinihesabu kama mwanao tena, nipe tu kibarua nipate chakula. Yule mwana alitubu dhambi zake zote, ndipo baba ambaye ni Mungu akasema, hapana mwanangu, na kuregeshea utakatifu. Na sisi tukitaka kujazwa na moto, leo mwambie Yesu, ninatubu makosa yangu yale nimetenda, ili moto wa Roho Mtakatifu ujae ndani yangu, nitende mambo ya ajabu. Hautatenda mambo ya ajabu ukishikilia hizo siri zako, ukishikilia huo ujanja wako, ukishikilia huo uwerevu wako, hautajazwa na Roho, hautajazwa. Musa anaambiwa kwa nini? Na moto unawaka kwenye kijiti, ule si moto wa shetani, ule ni moto wa Roho Mtakatifu. Leo hii tukitaka ndani ya Bongolulu moto wa Roho Mtakatifu wake ndani yetu, tuvue viatu. Haleluya, tuvue viatu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
wako wakati umekatalia kadhambi kako hapo. Utabaki na hapo kadhambi na utazidi kushuka ukishuka. Mwambie Yesu, leo ninaachilia nitakase ili ule moto wa Roho Mtakatifu ujae ndani yangu. Nikitamka jambo linatendeka. Haleluya. Wapendwa, najaribu tu kuwafungua macho. Unaweza kukutana mtumishi anakutamkia tu jambo, anakuambia wewe hiyo itatimia, ama anakuambia mambo yako. Sio kwamba wao wengine ni wale wa kule kwa yule shetani, wengine ni watumishi wa kweli waliosarenda. Walisarenda wakamwambia Yesu, sina lingine lolote, ni wewe, wacha moto wako ujae ndani yangu. Nakwambia leo, kama una kadhambi kako kaakiba, kama una kaujanja kako achana nako leo, na ukiacha moto wa Roho Mtakatifu utawaka. Kwa mtumishi yuko. Okay, wacha twende tu. Anza kuongea na Yesu. Mwambie Yesu akutakase. Haleluya. Ni mchana mwema. Kale kadhambi ambayo umekatalia, kale kitu umekatalia, kale hasira mzee, kale hasira umekataa kuacha, kale ujanja mzee umekatalia. Na yale mateso ambayo tunawapa wake zetu, mama wa watu wanalia kwa ajili yako. Mzee unaacha shilingi 25, na hiyo ni asubuhi mpaka jioni, hiyo pia ni dhambi. Haleluya. Mama wa watu shilingi 25 itamtosha kweli? Hata 50 haitoshi. Wazee, wacha tuondoe makunyanzi, tuache 500, tukiondoka tubarikiwe 1000. Haleluya. Tuachane na mambo mengi. Haleluya. Wewe ni Mungu.
hii, takasa nyumba hii. Oh Yesu Baba, oh Yesu, kwa niaba ya kanisa, nenda kadhoofishe roho zetu, tusiwe na ugumu wa kukataa kuacha dhambi. Wacha tukubali mbele zako leo. Unasema katika Isaya 66 mstari wa 2 ya kwamba mtu unayempenda ni mtu anayebondeka, mtu anayenyenyekea. Yesu, na kuinama mbele zako leo, tunainama kwa kunyenyekea, maana Yesu tunaomba msamaha mahali dhambi ilituingia, mahali dhambi ilituingia. Leo tunavua dhambi, leo tunavua dhambi, leo tunavua dhambi. Oh Baba, oh Yesu, oh Yesu, tuangalie Baba, tumevua viatu, tumevua viatu, tumevua viatu Baba. Oh Yesu, oh Baba, angalia wamama hawa, angalia wazee hawa, wamevua viatu Baba, wamesarenda, wamesarenda mbele zako. Oh Yesu, Musa alivua viatu, sisi ndio Musa wa leo. Chochote ambacho tumekosea, chochote ambacho tumetenda gizani, chochote ambacho tumetenda Baba, tumekubali. Yesu, tumekubali. Yesu, tumekubali. Tumekubali Baba. Oh Yesu. Mchana wa leo haturudi na viatu nyumbani. Mchana wa leo haturudi na dhambi nyumbani. Yesu, takasa waliojikubali na kulia mbele zako, kuanzia leo wawe tofauti, wacha wawe tofauti. Shetani umeshindwa, shetani wa dhambi una mamlaka, shetani umeshindwa, shetani umeshindwa, na kuona sambaratika. Achilia kusanyiko, achilia kusanyiko, achilia kusanyiko.
wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. watapata baraka, watapata amani, Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, shetani ametutesa siku nyingi. Leo tumeomba moto wa Roho Mtakatifu ukakae ndani yetu, ili shetani anapokuja kutafuta makao ndani yetu akapate kuchomeka, akapate kuchomeka. Ewe shetani, kuanzia leo tumekukataa. Ninakuamuru kwa jina la Yesu, chomeka, 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 chomeka. Shetani, kuanzia leo beba mizigo yako. Haya, nakuamuru kwa jina la Yesu. Baba, turehemu. Tumevuka viatu, tumeachilia dhambi. Yeyote aliyelia leo, Yesu fuatilia, chukua hatua Baba, ukamtakase na kumjaza na moto wako wa Roho Mtakatifu. Wacha awe fire, wacha awe fire, wacha awe fire katika kazi zako hazifanyiki bila moto wa Roho Mtakatifu. Yesu, wacha tuwake moto, wacha tuwake moto, wacha tuwake moto, wacha tuwake moto katika neema njoo. Baba, unaweza. Mtoto huyu ni wako. Yesu, shetani anampitisha na magonjwa yasiyojulikana. Baba, nimeweka mkono huu nikiwa na imani ya kwamba umenijaza moto wa Roho Mtakatifu, nami naenda kuamuru hayo magonjwa kwa jina lako Baba. Wacha hayo magonjwa yaondoke Baba. Ninaamuru magonjwa ya mtoto huyu yaondoke. Nguvu zote za giza ambazo shetani anatuma kumtesa mtoto huyu,
hivyo. Baba, sio kwamba nakulazimisha, bali ulisema tuombe bila kukoma. Bado nitaweka mkono juu ya mama huyu siku zote Baba, maana unasema wanaokutafuta kwa bidii watakuona. Nami nina bidii juu ya huyu mama. Baba, naomba umtendee mema. Baba, naomba umtendee mema. Naomba umlinde, bariki na baraka zote. Baba, tenda kwa ajili ya maisha yake. Chochote anachopitia, Yesu mtangulie. Ninajua siku zote baraka zako ziko mbele. Unaziweka mbele hata kabla sisi hatujajua. Yesu, naweka mkono huu nikiomba ulinzi. Baba, wacha ule moto uliowaka katika Kutoka 3 ukawake ndani yake. Pepo anapokuja achomeke. Mashetani, mapepo, waganga na shetani mwenyewe watakapofika kwa mara huyo, wacha wakachomeke, wakachomeke, wakachomeke katika Yesu. Ninanyenyekea, ninabondeka Baba kwa ajili ya mama huyu. Baba, tenda jambo. Mimi ni ofisi yako duniani. Ninakuita Yesu, usiniaibishe. Tenda jambo, dunia wajue kwamba upo Yesu Kristo, na wewe ni moto ulao. Hatuwezi kushindwa na shetani kila siku, na wewe Baba uko pamoja nasi. Shetani atakayevamia mama huyu, wacha akachomeke, 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 akachomeke katika. Ninakata hayo mapepo, ninakata hayo mapepo, ninakata hayo mapepo, mapepo yote ya uvamizi, ninakata, ninakata katika. Yesu, tenda kwa ajili yake na kwa ajili ya familia yake. Na ni kwako Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Nasema asante, nasema asante, nasema Baba, ninaombea kanisa hili Baba, magonjwa yasiwapate, vita vije tunavyoweza kuvishinda. Yesu, tupiganie. Cha mno zaidi kwa maombi ya leo ni utujaze na moto wa Roho Mtakatifu, ili shetani anapokuja akaone moto na akapate kukimbia, maana akiona moto anachomeka. Yesu, tenda, maana unaweza. Yesu, namba moja, namba moja, Yesu namba moja, tuseme moja. Yesu namba moja, namba moja, Yesu namba moja, tuseme moja. Yesu namba moja, namba moja, Yesu namba moja, tuseme moja. Yesu namba moja, namba moja, Yesu namba moja, tuseme moja. Yesu namba moja, namba moja, Yesu namba moja, tuseme moja. Yesu namba moja, namba moja, Yesu namba moja, tuseme moja. Ndiye mwenzako umejazwa na Roho na moto wa Roho Mtakatifu. Salimia mwenzako unapomwambia. Tembea tu kidogo ndio nimalizie sehemu hii. Umejazwa, umejazwa. Mtu aliyejazwa anakuwa tofauti. Mtu aliyejazwa ni tofauti. Mtu aliyejazwa ni tofauti. Umejazwa. Amina. Amina.